Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kesho uzuri sisi Yanga ndio hatuna mechi ndogo wala hatuna dharau mpinzani. Yote ni mashuhuda kwenye mechi yetu dhidi ya Songea. Tulipanga booster kweli. Na lengo ni kupata matokeo mazuri kwa sababu watu wanalipa viingilio vyao pale. Ukija ukileta mzaha hivi na nini unawakosea watu, lakini pia unaikosea heshima nafasi unaipata kuitumia kwenda hatua nusu finali. Kwa hiyo yote ambaye atapata nafasi kwenye timu yetu tumempa maelekezo ingie kama tunacheza mechi kubwa dhidi ya timu kubwa. Na ukiangalia Stand United kwa ilivyo championship, sitafuatilia pia championship. Ndio ni timu ambayo ina nafasi ya kupanda ligi kuu msimu ujao. Kwa maana yake haiko hapo kwa bahati mbaya na wala haijafika robo finali kwa bahati mbaya. Ndio ni timu nzuri na tunaamini kwenye walichokifanya kwenye championship kitawa motivate kuja kufanya vizuri huku pia kwenye kombe la CRDB. Kwa hiyo tutakwenda tukiwa kamili na hatutakuwa na mzao wowote kwenye mchezo huu wa kesho. Kabisa. Umetoa kuzungumza hapo kuhusiana na injury aliyopata Pacome Zouzoua na amekuwa akikutana na misukosuko pale ambapo anakutana na Azam FC. Hii ni mara ya pili anaumia na anaenda nje tena, lakini wakati ukitazama ndio mchezaji tegemeo kweli kwenye kikosi chenu. Sio kwamba ni yeye peke yake, lakini amekuwa na kiwango bora sana Pacome Pedro Zouzoua, akiwa na namba bora kweli kwenye kufunga lakini pia kuassist. Unasema amekamilika, yuko kamili gado kwa ajili ya mechi hiyo. Anaonekana anaweza kuhandle mechi ya kesho kwa sababu mpaka sasa wananchi wameweka imani kubwa sana kwake. Inategemea sasa na mpango wa mwalimu na mpango wa mechi ulivyo. Yeye mwalimu akiona mhitaji atampa nafasi. Kubwa ni Yanga watakiwa wajue kijana yuko vizuri. Sasa kutumika inabakia kwa mipango ya mwalimu kwa sababu ziko nyakati Pedro ameshakuwa sawa na kutumika baadhi ya michezo. Inategemea na plani za mwalimu kwenye mchezo husika. Kabisa. Na tunaona Khalid Aucho juzi alipost kwenye page yake akasema amewaambia wananchi kwamba muda sio mrefu atarejea uwanjani. Hali yake ikoje? Lakini pia watu wanauliza hapa kuhusiana Yao Kwasi atuona pia. Ndio. Aucho ana wiki 3 ambazo tumeshatoa taarifa yake atakuwa nje ya kikosi. Ndio. Kwa hiyo ndani hizo wiki 3 tutakuja kuangalia sasa mwenendo wake kama ameshakaa sawa au hali ibakia vile kuongeza wiki nyingine. Kabisa. Na mara baada ya mechi yenu dhidi ya Stand United safari ni Unguja bila shaka? Hapana, safari ni kuelekea Manyara. Oh yes. Kwenye mchezo dhidi ya Fountain. Baada ya hapo ndipo tutaelekea Zanzibar. Sawa. Na Ali, kabla hujaondoka, Yao Kwasi vipi? Yao Kwasi tola? Yao bado. Nafikiri mpaka mwisho mwezi huu wa 4 ndio tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kujua hali yake. Okay. Mimi nikushukuru sana na natakia kila laheri katika maandalizi yenu ya mechi ya kesho. Asante. Yes, ni ofisa habari wa klabu ya Africans Ali Shabani Kamwe, kama unamsikia yuko hai kweli. Anakimbizana wakati unasikia anadokeza watu twende tuondoke tukimbie wanawai. Bila shaka watakuwa wanawai kwa ajili ya maandalizi ya mechi yenyewe. Lakini amejibu maswali kadhaa, watu wanataka kufahamu kuhusu Pacome Zouzoua. Bila shaka furaha za wananchi zinarejea mara baada ya kusikia chuma kipo vizuri, kitacheza na tayari ameshapona, yuko vizuri, hakumia sana. Lakini Yao Kwasi tola yeye anaendelea taratibu, watatoa tathmini yao mwezi wa 4. Khalid Aucho ndio wiki 3 hizo atakaa bench kwa maana hata kwepo uwanjani. Kwa mechi kama Stand United kumkosa Khalid Aucho sio pengo kubwa, na kumkosa Yao Kwasi sio pengo kubwa kwa aina ya squad ambayo Yanga wako nayo. Kuna squad ambayo ni imara sana kwenye maeneo ambayo wachezaji hao wanacheza. Duke Abuya ameonyesha kiwango bora sana, na link up yake pamoja na Mudathiri Yahya Abbas imekuwa bora sana kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo nadhani kama itakuwa ni pengo kubwa sana upande wa kulia Bwana Shomari, lakini pia wanaye Israel Patrick Mwenda. Kwa hiyo inawezekana wana uwezo wa kuzima vizuri kabisa, na Mwenda amecheza mechi nyingi sana za ligi baada ya Kwasi kuumia. Kwa hiyo mimi binafsi nadhani pressure kubwa ilikuwa kwa Pacome Zouzoua ambaye ameonekana ni mchezaji msimu umemkubali wakati anaelekea mwishoni. Amekuwa na kiwango bora sana. Kurejea kwake kunatoa matumaini makubwa kwa Yanga kuendeleza makali katika eneo lao la juu, kwa sababu yeye pamoja na Prince Dube imeonekana combination nzuri sana. Lakini pia Clement Mzinzi ya winga moja
Muonekane safu ya ushambuliaji hatari zaidi na wamekuwa akifunga. Namba zake Pacome zimekuwa zikiongea siku za hivi karibuni. Kwa mimi nadhani ni furaha kubwa sana kwa wanayanga kuona Pacome yuko fiti na ana utayari, maana yake kazi kwake tu kocha kumpanga au kutompanga kwenye mchezo dhidi ya Stand United hapo kesho. Yeah. Basi sawa. Tunamaliza hapa, tukaingia maana nikaona Ali amesema sasa tumtafute. Tulikuwa tunaongea Singida Black Stars na Kagera Sugar kwa dakika moja. Hii nafikiri tuliongea mapema sana. Tulikuwa tunazungumzia hiyo. Kaseja anaweza akatoboa. Kaseja leo anasubiriwa Kaseja. Kagera na nasi. Lakini Kagera ubora ambao wako nao siku za hivi karibuni wamepoteza mchezo uliopita kwenye ligi na kuna kitu kama tena kimepungua. Unajua kuna ile kocha mpya akiingia unakuwa na kamorali fulani, kila mchezaji anatamani kumuonyesha kocha una kitu gani. Kina Ruasa, kina Ruhende walikuwa na performance bora sana. Lakini mechi hizi za karibuni kuna mahala unaona Kagera hawachezi vizuri tena. Mistake ndogo zinafanyika kwenye defense yao. Kwa nadhani mbele ya timu kama Singida ambayo ina ubora mkubwa sana kwenye maeneo mengi ya uwanja. Plus game muhimu sana kwa Singida kutafuta tiketi ya kwenda hatua ya nusu finali, wana quality kubwa sana. Kwa naamini timu ya pili uwanjani kwenye game hii ya Singida na Kagera, nafikiri Kagera watakuwa wanaangalia Singida wanakuja vipi. Na of course tunafahamu mtu kama Jonathan Soa amekuwa na kiwango bora sana msimu huu. Performance yake imekuwa tishio sana kwa vilabu vingi, anafunga, lakini pia ni mchezaji ambaye muda mwingi atawafanya mabeki wako wawe busy. Lakini pia bado maeneo ya pembeni hapa baada performance yake fantastic upande wa pembeni, mtu ambaye anafanya mikimbio sana. Lakini bado unaona upande wa Ibrahim Emoro umekuwa na mchango mkubwa sana kwenye eneo la namba 10, anakianza Maruf Chakei, unaona ubora walionao. Kwa hiyo Singida plus Seji Poku, unaona Singida wana quality kwenye mechi ambayo wachezaji wao pia wanaitaka game zaidi, wanaweza kufanya chochote kitu. Na of course chini ya kocha David Ouma alianza kwa kustruggle, lakini games za hivi karibuni tumeona anashinda sana na ameshinda mpaka unaona kwenye ligi anamkaribia Azam pale alipo. Kwa hiyo amekuwa na mwenendo kazuri hapo, ukitoa mechi ya mwisho ambayo alifungwa nadhani na Coastal Union, sio magoli 2-1. Lakini ushindi wake sasa hivi baada ya kuongezeka kwa menu pale mcho. Siku zote kwenye mpira hata kama kaongezeka tactician mwingine, lakini bado yeye ndio kocha mkuu, sio? Tunamwangalia kwamba wewe ndio head wa bench la ufundi. Kwa hiyo tunahesabu yeye ndio mtu ambaye winner kwenye michezo mingi ambayo wanacheza Singida. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni nzuri kwa sababu Kagera wanajua watakuwa na morali mbele ya kocha walionayo kwenye kuhamasisha. The same pia Singida wana quality. Japo mimi nampa nafasi Singida ya kwenda katika hatua inayofuata. Sawa. Kati ya JKT Tanzania na Pamba Jiji, mmoja wapo atakutana Yanga Afrika ama JKT kwa nyumbani. Wapo Meja Jenerali sasa Mbweni. Kwa mmoja wao atakutana kati ya Yanga na Stand United. Na kati ya Yanga na Stand United ukiniambia haraka nitumeni shati yangu, mimi nakwambia bwana mimi moja kwa moja sipepesi. Yaani sianza kutumia nguvu zangu eti ni shati niseme eti Stand United. Toa asilimia. Yanga aje amfunge Yanga Afrika. Mimi sijali. Wewe hilo kwa sababu unaangalia kwa Yanga, lakini unajua kwenye mpira wa matokeo mechi ya mwisho ambayo ni kama hii lazima huyu kashapoteza huyo. Hana cha kufanya huyo. Dadi. Stand. Hana cha kufanya. Stand anafukuzia kupanda ligi kuu. Anafukuzia kuja kupanda kwenye ligi kuu. Lakini anafukuzia akipata nafasi akimfunga Yanga sana kwenda finali. Finali ana safari ya kwenda nusu. Anakwenda sawa ndio anakwenda nusu finali. Bana wewe. Kwa maana huko akienda la unajua hata wale waambie uwezi ukaipima Stand United kwa Young Africa hii. Ndio. Yaani hata mimi siwezi nikamaliza hapa nishati yangu sana. Yaani tunasema eti Stand United ataenda kumuondoa Young Africa. Na nilikuwa namsikiliza. Ngoja alianza kuondolewa na Mbeya City. Sasa Azam sio Yanga. Usisahau mwiba. Azam sio. Sasa daraja la Azam na Young Africa kwa kufananisha hata la wachezaji sema Kagera. Singida. Anampa nafasi ile Singida. Leo. Lakini atambue kabisa Kagera sasa hivi yupo kocha ambaye anahitaji mtu wa mafanikio na katika mpira
Makassadi amecheza kwa mafanikio. Sawa. Kwa hiyo pia atakwenda kuonyesha hiyo challenge. Labda mimi niwaambie kitu kimoja, niliongea na afisa habari wa Stand United. Yaani kwa kumsikiliza tu kile ambacho nilikuwa naongea nacho, hata yeye ana confidence na ajiamini. Haoni kama wanaweza kumtoa Yanga. Uone kama ni technique. Hapana. Anaamini kwa quality ambayo Yanga wako nayo, wao wana mtihani mkubwa wa kufanya kuitoa. Yaani msingi wao Stand United wanapaswa kufanya ni kupunguza idadi ya magoli kesho. Kwa hiyo David unachomaanisha kama unasema ndio shughuli hamna. Yaani ni kwa sababu tu wameamua wacheze. Yaani ingekuwa ni kitu Stand. Na of course wale Stand United wanaduka mechi ya kesho nakwambia. Hamna. Mako bana. Afu ni kwamba wale Stand United wale City hiyo imeenda kusaidia. Wale Stand wale Stand kesho watacheza, wengine wanatafuta nafasi ya kuonekana. Kwa hiyo alichokisema hata sabari wao wanataka kucheza zaidi kwamba kuna mawakala kuonekana. Kwa hiyo yeye ndio aende sokoni. Kwa watataka wapishane. Wanakuja ligi hawa. Wanakuja. Sasa Simba na Yanga. Unafahamu jamaa mmoja alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Pastor Tanasi. Alitokea Stand United, Simba wakamsajili. Sasa walicheza na Stand United walikuwa ligi kuu, walicheza na Simba pale Shinyanga CCM Kambarage pale. Pastor akafunga goli. Alipofunga goli Simba akasema hii ndo mali sasa. Alienda Simba shughuli hakuna. Na mikindo yake bwana. Pastor na kwa tafsiri